Bwana asifiwe. Huu ni wakati mwingine mwema ambaye tunakutana na wewe katika Facebook na YouTube, ikiwa ni siku ya Sabato, kwa sababu wakati wa Sabato kweli, kwa sababu ile ambaye iko katika nchi yetu, kwa sababu ya hiyo magonjwa, ndio maana tunapitia kwa mtandao, ili wewe mwenyewe ambaye uko nyumbani, mahali popote wewe ulipo, ukapata nafasi ya kusikia neno la Mungu ukiwa mahali pale pale uliko. Na inajua Mungu mwenye uwezo atatubariki mimi na wewe, na ninajua atabariki wote ambaye watakuwa wakipata hili neno la asubuhi njema. Tukianza, nataka tuanze na maombi ili tukapata nafasi ya tukapewa kibali ni huyo Mwenyezi Mungu ambaye ndio Mungu wako, ndio Mungu wangu, na kwa hivyo ninajua tutabarikiwa pamoja. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru wewe mwenye uwezo, mwenye nguvu zote, mwenye mamlaka, kwa sababu hakuna mwingine kama wewe, na hakuna mwingine ana uwezo kama wewe. Ndio nakushukuru kwa kutuwezesha kuwa mahali tuko, kwa sababu ni uwezo wako. Ninakuomba ili Baba tukapata kibali kwako, wasikilizaji wote wakapata kibali chako, ili lile neno Baba utatuzungumzia kulingana na mapenzi yako, kwa sababu wewe ndio unajua kila roho ya kila mmoja wetu, na ni matatizo gani au ni shida gani iko na kila mmoja wetu. Na inajua kwa sababu ya kukubalika ni wewe utatuongelesha ukiwa Baba, utatuongelesha Baba ukiwa unatupenda, na ninajua tutapata kibali kutoka kwako ya kuelewa na kujua neno lako. Kwa hivyo najifunganisha na wote ambao watasikia hili neno, ili Baba ukatubariki na ukatuendea mema tukiwa pamoja. Naomba chanzo kati hata kilele Baba ukitupea, tutasema ni asanti, na ni katika jina lako kuu na la Yesu na Roho Mtakatifu nimeomba na hata kuamini. Amen. Asubuhi njema. Ninataka kuongea jambo ambaye linanihusu na linakuhusu wewe, kwa sababu katika ulimwengu huu kuna mambo nyingi, matatizo za aina nyingi, na katika hii matatizo mimi na wewe huwa tunajiuliza maswali mingi, kwa sababu ulimwengu huu hakuna mtu hataki mapato. Ulimwengu huu hakuna mtu anataka kuitanishwa na umaskini. Ulimwengu huu mtu anataka maisha mazuri. Ulimwengu huu usipopata kibali cha Mwenyezi Mungu utaumia sana. Kwa hivyo nataka nisome, tusifungue Biblia zetu katika kitabu cha Isaia, that is chapter 30 from verses 1. Mambo ni mengi watu wa Mungu huwa mtu anafikiria kuyafanya, na ukweli mimi nafikiria jambo na ninalifanya, lakini kama sina kibali ya huyo Mwenyezi, ukweli unajikuta wewe mwenyewe mambo ni mengi. Wacha tusomee 30 from verses 1. The book of Isaiah 30, chapter from verse 1. Woe to the rebellious children, says the Lord, who take counsel and carry out a plan, but not mine, and who make a league,
and pour out a drink offering, but not of my spirit, thus adding sin to sin. Who set out to go down into Egypt, and have not asked me to flee to the stronghold of Pharaoh, and to strengthen themselves in his strength, and trust in the shadow of Egypt. Therefore shall the strength and protection of Pharaoh turn to your shame, and leverage in the shadow of Egypt be to your humiliation and confusion. For though Pharaoh officials. Amen. Nafikiri hilo neno kwako litakuwa ngumu, na hata kwangu litakuwa ngumu. Ukiangalia Mungu alikuwa anazungumzia na watu waasi. Watu waasi, pengine mimi nikijiita muasi na wewe ukijiita muasi, pengine utabarikiwa. Lakini nataka tuangalie jambo moja. Ukiangalia mimi mwenyewe nikiwa mwanadamu, mimi sijui kama niko juu ya mamlaka ya Mungu, au mimi mwenyewe na roho yangu ndio nitawaza vile ninataka nitenda hilo jambo, na nikitenda hilo jambo unakuta kweli ulimwengu unaniletea shida. Kwa nini Mungu ananiita muasi? Nataka wewe uangalie ni kwa nini mtu anaitwa muasi. Muasi ni mtu ambaye amekataana na neno la Mungu. Muasi ni mtu ambaye hataki mashauri ya Mwenyezi Mungu. Muasi ni mtu ambaye hajui bosi. Ulimwengu huu ninataka tujue na tujue kutokana na maandiko. That is 1 Corinthians chapter 6 verse 18. Nataka wewe ujue kama una boss au huna. Sababu mimi nikijipata nina boss, lazima niombe ruhusa huko kwa boss. Lakini usipoomba ruhusa, hata wewe mwenyewe unajua mambo yale utakutana naye. 6:18, ngoja tusome tusikie. 1 Corinthians chapter 6 and verse 18. Shun immorality and all sexual looseness, free from impurity in thought, word, or deed. Any other sin which a man commits in one outside the body, but you commit sexual immorality sins against his own body. Do you not know that your body is the temple, the very sanctuary of the Holy Spirit who lives within you, whom you have received as a gift from God? You are not your own. Amen. Bwana asifiwe sana. Hebu angalia, mambo ni mengi. Na ni mambo ni mengi ambayo inaendelea katika ulimwengu huu. Lakini nataka tujiulize, mwenye wewe kulingana na Biblia yako, mwenye wewe si wewe. Kwa sababu mwenye wewe si wewe, hebu angalia vizuri na utafakari. Wewe mwenyewe ni mtu ambaye yako na mawazo mazuri, mawazo mingi sana. Na haya mawazo mazuri au mawazo hiyo uko naye, wewe una mawazo na bosi yako na mawazo yake. Wewe kulingana na maandiko matakatifu, mwenye wewe si wewe. Wewe uko na mwenyewe. Na ukiwa uko na mwenyewe, ukiangalia Mungu pale Isaia, sisi hatuangalii, hatutafuti mashauri yake. Sisi ni vile tu tunaamuka, tunafikiria vile tunafanya, tunataka kufanya na tunaendelea kufanya. Hebu angalie, wewe ukiwa mwanabiashara, wewe ukiwa wewe, na wewe ukiwa wewe. Hebu fikiria na uangalie vizuri. Wewe ni mambo mengi sana huwa unawaza. Pengine unaweza kuamkia asubuhi, ufikirie unataka kufanya biashara hii. Ukiangalia wewe
Ukifikiria hii biashara ndio sawa, na hizo pesa la kufanya biashara uko nazo, nini ingine unafanya? Wewe unaenda soko, kama unataka kuuza mtumba, soko iko pale. Kama unataka kuuza nguo mpya, isili iko pale. Kama isili haiko, unakimbia nchi za nje. Ujue ni wewe umefikiria na mawazo yako, sio Roho wa Mungu. Wewe ndio ni mawazo yako. Na ukiangalia wewe unasimama na mambo au na jambo ambayo limefanywa na mtu mwingine huko nje. Hiyo jambo ambayo limefanywa na mtu mwingine, unaona huyo mtu anafaulu. Ukiona mtu anafaulu, wewe mwenyewe unafikiria ile biashara ndio sawa. Sawa. Kwa huyo mtu wewe hujui alipata kibali wapi. Kwa huyo mtu wewe mwenyewe naye unataka kuwa yule mtu. Unaona biashara fulani ndio iko na pesa, unaenda hiyo kazi nyingine ndio iko na pesa, unaona hiyo nyingine. Lakini ngoja, wewe mwenyewe kwa sababu hukutafuta ruhusa kwa mwenyewe. Hata wewe fikiria vizuri, wewe hukutafuta ruhusa kwa mwenyewe. Ulitafuta ruhusa wapi? Kwa mawazo. Na nini? Kwa sababu ni kwa mawazo. Fikiria vizuri, naye utashikwa huko ndio utanaswa. Ukiangalia sisi tukiwa wengi, nataka tuangalie kwa nini tuko wengi. Ukiangalia watu wengi, mimi na wewe tumeumia kule kunaitwa kuumia. Tukiwa na wewe tu, sababu sisi tunaitwa, Mungu hatuiti wale watu wazuri, anatuita watu hao wengine, watu waasi. Nataka uangalie, mtu muwazi ni mtu ambaye amekataa mashauri aliye juu. Yeye hataki kutafuta uso wa Mungu. Yeye anakaa na mawazo yake ili anafikiria. Ukiangalia wakati huu tunalia kwa mikopo. Na unajua tunalia tukiwa wengi. Kwa nini tunalia tukiwa wengi? Sababu ile kitu nilifikiria na nikaenda nikaianzisha. Si Shetani alianzisha, wewe mwenyewe ndio ulianzisha, si mimi. Baada ya kuanzisha ile jambo, shida hii ambayo tuko nayo wakati huu ikaingia. Haikusamehe biashara yako, hata haikuongea. Tuliambukia tu siku moja tukaambiwa kumefungwa kwa sababu ya hii matatizo na hii shida tuko naye ya nchi. Magonjwa yakakuja. Wewe mwenyewe kama ungekuwa umeomba kibali, kama ungesimama na mawazo yako, ukweli wa mambo, ungekuwa ukiumia. Sasa hivi unaumia kwa sababu wewe mwenyewe ulisimama na mawazo yako. Hakuna mahali ulikuwa unataka Roho wa Mungu. Naye ile mawazo ulikuwa naye ilikupelekea weka biashara fulani. Na ukweli, kwa sababu pesa ulikuwa nazo uliweka. Baada ya kuweka, ndio hiyo mambo ikatokea. Unajua si mimi mhubiri nileta hii mambo, hata neno haikuandikwa leo. Usifikiria hii ni neno la kanisa, hii ni neno la Mungu. Na kama unaumia peke yako, Mungu haumii. Na ile pia wewe
ulipitia, hukupata mashauri kwa Mwenyezi Mungu. Wewe mwenyewe, hii ni mawazo yako. Mawazo yako haya mwenyewe ndio ilikusukuma. Ukifikiria hiyo ndio njia ya Mungu, na hiyo ni mawazo. Hiyo tu ni mawazo yako ndio ilikusukuma mahali saa hii unapiga kelele. Kwa sababu wewe kukopesha pesa hawajui hiyo. Wewe kukopesha pesa wanahaja na uwalipe. Wewe kukopesha hawataki hiyo lugha nyingine unaambia. Kwa sababu ile njia ulipitia ulinaswa na hiyo mtego. Wewe ulichukua pesa, ulikopa, ulikuwa na zako, lakini ulinaswa na hiyo mtego. Kwa sababu katika ulimwengu huu mimi lazima nijue I have my boss. Na bosi wangu anaitwa Mwenyezi Mungu. Bosi wangu anaitwa Mwenyezi Mungu, mwenye uwezo, mwenye nguvu zote na mwenye mamlaka. Sisi wengine ni kuwekwa, tumewekwa katika ulimwengu wake. Tuko hapa tumewekwa. Na hapa ulimwengu huu tukapewa mabosi. We have our president. Ako hapo. Wakati aliamrisha nisihugwe, hakuna kitu kingine ungefanya, mimi ningefanya, lazima nitii hiyo maagizo. Lakini mimi sikutafuta mawaida, sikutafuta maarifa ya idea juu. Mimi mwenyewe tu niliamkia. Kuamkia nikafikiria na nikawaza. Nikaona ni nini kizuri. Kwa sababu pesa zilikuwa pale, ni haraka. Ninaingia haraka. Kwa sababu nina pesa. Ninafanya lile jambo. Lile biashara, sisemi wizi. Hii neno linazungumzia yule mtu anataka kufanya jambo, lakini hatafuti mashauri ya Mwenyezi Mungu. Hatafuti mashauri ya Roho Mtakatifu. Yeye mwenyewe ni yeye tu, anaanguka na mawazo na kutenda chochote anafikiria. Ukiangalia verse 2, hebu rudia verse 2, ndio usikie vizuri. Ndio usije ukaanguka. Usije ukasimama na hiyo mawazo. Isaia 30 verse 2. Biblia inasema, waendeao kuteremkia Misri wala hawakuuliza kinywani mwangu, ili wajipatie nguvu kwa nguvu za Farao na kutumainia kivuli cha Misri. Basi nguvu za Farao zitakuwa aibu yenu, na kuitamania kivuli cha Misri kutakuwa kufadhaika kwenu. Amen. Angalia vizuri. Mungu alifikiria tu mahali nitapata ila kitu ina haja. Wewe kuteremka tu, wewe unafikiria hapo inakuwaga ni mteremko. Hapo inakuwaga ni mteremko. Na ukiangalia wakati huu na vile dunia ilivyo, yule mtu ambaye hakuomba mawaidha au ruhusa kwa Mwenyezi Mungu, hebu tazama, yeye kule anafikiria ate huko kuko na mambo mazuri. Unakuta ni hasara na hasira. Ukiangalia siku hizi, kwa sababu ya mtu, sijui kama ni wivu, sijui ni nini, wewe unakuta mtu ni mkulima, wewe nawe unataka kuingia huko. Unaona ukulima ndio uko na pesa, wewe unaenda tu, ni sawa. Lakini ujue huyu ambaye analima alitafuta mashauri kwa Mwenyezi Mungu. Yule mwingine anaweka hiyo jambo lingine na ingine, alitafuta mashauri kwa Mwenyezi Mungu. Lakini ujue mimi ni kuamkia tu na kuwaza na kuanza kutekeleza hiyo jambo ambayo nimefikiria. Angalia pale, unaenda unanaswa. Yale mambo ulikuwa unafikiria
Wewe ile mimi nilikuwa nafikiria ninaenda ninanazwa pale. Kunatokea shida yote tu. Ile pesa yako inateremka pale, inaungua pale. Angalia na ile pesa. Pesa kupata, hakuna pesa huokoto barabarani. Hakuna pesa inaokolewa barabarani. Pesa inapatikana kwa sababu ya ile kazi unafanya, jasho lako. Na katika hiyo jasho lako, hapo ndio pesa inapatikana. Kweli wewe ulikuwa mfanyakazi, umefanya vizuri. Unakuja upande mwingine, unafikiria ile jambo lingine utafanya, usikae bure. Lakini mimi mwenyewe sitafuti mashauri kwa Mwenyezi Mungu, mimi na mawazo yangu. Nami pale ninategwa pale. Kwa sababu hata wewe umeajiriwa kama mimi. Mtu ambaye ameajiriwa akitaka kuwa kazini, anaomba ruhusa. Anamwambia bosi yake, nataka unipe ruhusa, ndio kesho kuna jambo nataka kufanya. Ni sawa. Kuna mtu anakataa. Bosi anakwambia, yes, leo kitu huwezi kwa sababu ya sababu. Halafu anakupea hiyo siku nyingine. Wakati umepata hiyo off, ukirudi siku hiyo nyingine, unarudi vizuri sana kwa sababu ulikuwa na ruhusa ya bosi. Lakini sasa sisi ambaye tunaishi hapa hatujui kuna yule Mungu ambaye ndio mwenye wewe. Huyo Mungu mwenye wewe utajua vizuri ako na haja na wewe, na nataka roho ya Mungu asimame, lakini si mawazo. Hebu tuangalie sisi ambaye tumejaribu. Ninafungua biashara hii inaanguka. Ninafungua biashara hii nyingine inaanguka. Ninafungua soko, hata soko yenyewe watu wanakataa kukula sukuma na viazi. Na hii ni chakula kila siku. Ni kwa sababu gani? Na yule mwingine unamkuta makastoma kwake ni wengi. Tofauti ni moja, yule aliuliza kibali. Yule alijua kuna boss, akamuuliza ruhusa, akamwomba, kweli nina jambo fulani nataka kufanya. Baba, naomba kibali kwako. Nikikubalika nifanye hii kazi. Ikiwa si hii, biashara ni nyingi. Mungu, Roho wako Mtakatifu anionyeshe njia, ni nini nastahili kufanya. Hiyo biashara haianguki sababu ina kibali ya Mwenyezi Mungu. Lakini ile ambaye haina, hata ukiuza mayai, utakuta mayai tu ni kitu ya kuliwa kila siku. Utakuta mahali mayai yako inaharibikia pale kwa soko tu. Nani yako? Sababu wewe ndio ulianguka. Ukafikiria mayai ni vizuri. Sawa, ni kitu kinakuliwa, lakini yako haitakuliwa sababu utanazwa pale. Nani alikupa hii? Wewe unanijua. Hata ukiangalia kwa boma hiyo yako. Boma yako umeoleka. Hujaoleka, uko na wazazi. Wazazi wako ndio bosi yako. Hufanyi tu vile unataka. Hapana. Lazima ujue hawa wazazi unaomba kibali cha kufanya vile unataka. Kwa nini ndio wamekuzaa? Unaomba kibali. Mami, dadi, nataka kufanya jambo fulani. Nataka kwenda mahali fulani. Mzazi aseme yes or no. Lakini tukija katika ulimwengu huu, sisi tunakaza hatuoni huyo tunaita Mungu. Sijui tunataka tuone nani. Hatuoni huyo tunaita. Huyo bosi yetu aliye juu, huyu mwenyewe ambaye Isaya 66 inasema
miguu yake inakanyaga hapa duniani, hapa unakanyaga hapo kwako huko, bosi huyo ako hapo. Lakini huyo sisi hatuna haja naye. Sisi tuna haja, unakuta kwa sababu mtu ni mtu na mawazo yake ni ile mawazo baya, ndio anawaza jambo asubuhi kulitekeleza. Hata wewe mwenyewe nafikiri utajua mengi. Ukiangalia upande mwingine, watu hutengeneza safari. Unasema unataka kwenda kutoka hapa uende mahali fulani. Lakini ukiangalia kitabu ya Yakobo inasemaje? Ukitaka kufanya jambo, mwambie Mungu, ikiwezekana ninataka kwenda safari mahali fulani. Ndio unakuta watu wengine kwa sababu haulizi kibali, hiyo ndio accident ziko huko. Unakuta kweli watu wengi wanaumia. Wanaumia kwa nini? Kwa sababu hajui bosi wa huko, bosi mwenye wewe. Sababu zaidi nikitaka kwenda mahali, mimi nina yule aliye juu, huyo ndio mwenye mimi. Lazima niulize kibali kwake yeye mwenyewe, nimuombe. Sababu Biblia inasema ukitaka kufanya jambo, sema Mungu akipenda, Mungu akiniwezesha, nataka kwenda safari mahali fulani. Hapo wewe ndio utajikuta umeepushwa na mikosi. Unajikuta utakutana na hiyo, utakutana na hii mambo. Hapana. Tunakutana na haya mambo kwa sababu ya kudharau. Yaani unakuta mtu kwa sababu ya madharau, ya kudharau, kujua yeye ana bosi. Yeye mmoja tu atasiwezi kutafuta idhini ya Roho Mtakatifu. Mimi na mawazo yangu katika zamani na dakika zangu, mimi ndio huyo na mikosi. Utalilia nani? Kwani ulikuwa wapi? Ukienda, kwa nini ulitoka huko kwako bila ruhusa ya mwenye wewe? Jambo lolote unafanya bila idhini ya mwenye wewe, hebu angalia vizuri na uangalie ile hasara umeenda. Ile hasara wewe mwenyewe unaenda, kwa sababu ni wewe mwenyewe ulifikiria kwa mawazo ati hili jambo ni sawa. Hiyo ujue ni wewe, na wewe uko na mwenye wewe. Hapa sitaki tukose kuelewana. Wewe mwenyewe, wewe unajua kuna mwenye wewe, lakini hukutafuta idhini ya mwenye wewe. Hebu angalia mipango yote ya wanadamu. Mungu angalia hivi, anaitupilia mbali. Hiyo ni mipango ya mwenye wewe, yako wewe mwenyewe, si ya Mungu. Ukiangalia maandiko yanasemaje? Yale mambo Mungu amewaza, hiyo inaendelea. Yale mambo wewe unawaza mwenyewe, anaitupilia mbali. Kwa nini anaitupilia mbali? Anaitupilia mbali kwa sababu mawazo yako, akiangalia akiwa juu, mawazo inawachana kana mbingu na nchi. Hebu angalia, hiyo ni mawazo ya mimi mwenyewe mtu. Na ndio ukiangalia vizuri, hiyo maandiko inasema hawa watu walifikiria jambo fulani, hawakutafuta mashauri, hawakutafuta idhini. Yaani tunakaa ulimwengu huu ni kama Mungu hayuko. Tunakaa ulimwengu huu kama sisi sijui tulitoka wapi.
Na unaona kweli hata waokofu wanashikwa na hiyo mtego. Hawa watu wengine nayo wameshikwa, kwa sababu tunakaa ulimwengu huu kama hakuna mwenyewe. Ukiangalia masharti ya serikali, kila mtu anajaribu kuitimiza kwa sababu utashikwa. Lakini kibali cha Mwenyezi Mungu hakuna anaitafuta. Ndio tunatumia mawazo yetu, lakini si roho wake. Wakati sasa baada ya kupata hizo shida, kwa sababu tulijituma, kuna mtu alinituma, unakuta hiyo mambo yote wewe ulijituma, wa leo unazungumzia hasara. Uko na hasira kwa sababu kama ni deni inasimama na wewe. Na deni inasimama na wewe, ile kitu walishika, ile kitu uliwapatia kwa kupe hela, ujue hiyo kitu ndio kinataka kwenda. Na ikienda, angalia vizuri, utalia. Na wewe mwenyewe utafanya hata familia yako ilie. Inalia kwa nini? Kwa sababu wewe mwenyewe au mimi mwenyewe nilijifanya hakuna Mungu, na nikaona hakuna haja ya Mungu. Ndio ukiangalia katika ile kazi zote nimejituma, hakuna kazi inasimama, hakuna biashara hiyo. Ndio ukiangalia watu wamefanya biashara nyingi, unajaribu hii ndio mzuri. Nani alikwambia hakuna mzuri? Nani anakwambia usidanganye ni mtu yote katika ulimwengu huu ati kuna hiyo biashara mzuri? Hakuna katika mahali. Yule mwenye hiyo mazuri ndio anaitwa Mungu. Kwa sababu pengine ukiniona na biashara, wewe hukujua nilinyenyekea kwa hiyo Mungu siku ngapi. Hukujua. Mimi mwenyewe kama ukiona kwa biashara kangu kanaendelea, wewe ujui mimi nilinyenyekea Mungu kiasi gani. Lakini zile zote niliamuka na mawazo. Nikaona kweli nitawanya hii ndio mambo iwe sawa. Hiyo angalia hata wa leo hiyo haiko. Ndio ukiangalia sisi tunajua kutupa pesa zetu kuharibu tu. Yaani mimi ni mtu tu wa kuharibu pesa zake. Ninaharibu kwa nini? Ninaharibu kwa sababu mimi ninaangalia vile watu wengine wamebarikiwa. Ninaona kweli fulani amebarikiwa kwa sababu ya hii, aliweka hii. Mimi nami pengine dada yangu, ndugu yangu alibarikiwa kwa kuweka sivyo. Mimi naye ndio huyo, niko kwa sivyo. Niko na pesa, makonia yangu 10, 30 na 100. Unaiweka pale. Unakutana na wadudu. Unakutana kule na wadudu. Unakutana na wadudu. Badala na ni chakula tu ile watu wanakula kila siku. Badala hiyo wadudu ndio wako, wadudu ndio wanaingia katika ile biashara yako, wanaingilia mahindi, mchele, hakuna kitu hakuli. Nyumba ya kukodisha, kila kitu yuko pale, pengine ni road au pesa ulikuwa na ficha mahali nyingine. Lakini ngoja wadudu wakuingilie. Kwa nini wadudu wanakuingilia dada yako, ndugu yangu? Wadudu wanakuingilia, wewe ulipewa hiyo kibali ya kufanya hiyo kazi ni nani? Wewe mwenyewe ni nani? Mungu alituambia si roho yangu. Wao wanaendelea na mawazo yao, lakini si roho yangu. Ikiwa sasa si roho wa Mungu, hebu angalia, unaumia pale. Unajaribu, wewe utatoroka pale. Ukiwa hutatoroka, wale wadudu wameharibu hiyo chakula yako tu. Na ni kile chakula ambaye kule kwingine yule ulipokuta huko ananunuliwa vizuri, hapo ni biashara inaendelea. Lakini mimi kwa mawazo, sababu ni mimi sitaki Mungu.
Mimi nataka hiyo mawazo. Angalia, watu wanalia. Wakenya wanalia. Kwa nini? Huyu ni mtu analia. Na hakuna mtu anaweza kulia bila kuchapwa. Amepata kiboko ya yule Mwenyezi Mungu. Lakini kiboko ya Mwenyezi Mungu unahajua hajulikani. Watu wanasema Shetani alisikia vibaya wakati niliweka hii biashara. Hebu niambie, unaona ni Shetani asikia vibaya? Kwa hiyo mwenyewe ako na mkopo gani analipa? Ako na uchungu gani anasikia? Sasa Mungu anageuzwa ni wale ambaye hawaelewi. Wale ambaye kazi yao ni kukanyaga Shetani, apigwa teke, sijui apigwa magumi. Hii jambo wewe mtu wa Mungu utaachana naye. Utaiwacha kabisa adala Shetani. Na Mungu mwenyewe atakuletea hiyo shida. Ndio Biblia inasema. Huyu Mungu akiniletea shida, sasa upande mwingine anageuka kuwa Shetani. Kama hujui Mungu anapigana vita, hebu soma Isaia 63:10. Ndio wakati unaishi, wacha kuishi kama hujui. Hii dunia yetu utaishi ukijua kuna boss. Nikisema kuna boss, kuna sheria za serikali, hizo ziko. Hizo unajaribu kuzifuata kwa sababu jera iko karibu. Isaia 63:10, Biblia inasema hivi: lakini wakaazi wakamhuzunisha Roho yake Mtakatifu, kwa hiyo akawageukia, akawa adui, akapigana nao. Amen. Angalia vizuri. Watu wengine wanafikiria Mungu hawezi kuumba mtu na achape. Atachapa kabisa. Angalia hawa watu. Walikataa sheria zake. Wakakataa vile alikuwa anawafundisha. Sasa mambo ikageuka. Wale ambao walikuwa wanaongozwa ni Roho, wakati walikataa mashauri ya Roho Mtakatifu, mashauri aliye juu, akageuka, akawa vita na wao. Angalia, yule ni Mungu wako tu, amegeuka, amekuwa na vita na wewe. Utatorokea wapi? Ndio hii jambo, hata ujaribu, utakuta unaumia peke yako. Kwa sababu wewe unakataa kutembea au kukaa katika mawaidha ya yule aliye juu. Lakini huko duniani hapa tuko sheria unajua sheria ziko hapa karibu na wewe. Sababu askari mwenye kutimiza yule amepewa kazi, hebu angalia vizuri. Ako hapo. Kataa kuvaa barakoa, toka nje. Ndio unajua sheria ziko. Lakini ukiwa kwa nyumba yako, hakuna mtu wako na shida. Ngoja utoka nje, unakuta askari yako nje, anakutaka wewe. Ukiangalia kwa biashara tunaweka license na hiyo mambo mengine ambayo itatuepusha na mkono mrefu wa serikali. Lakini ujue kuna yule aliye juu. Mwenye wewe. Huyo ndio ile shida ambaye sisi hatujui. Aligeuka. Wale walikuwa wakatili, hawakusikia mawaidha, akageuka, akawaletea vita. Sasa vita yako sasa ile utakutana naye ni mfuko yako. Mfuko yako sasa ndio itakuwa na shida. Na ndio kaangalia kitabu cha Hagai 1 inasema mtakuwa mkiweka pesa. Hebu soma vizuri 5:15 ndio ujue, kwa sababu hili ni jambo ambalo halieleweki. Mtu ni yule tu wa mawazo, anawaza usiku na mchana, na ndio nakuta watu wengi kwa sababu ya kuwaza wanawaza mpaka mtu anawaza anakosa usingizi. Mtu anawaza anaumwa na kichwa. Mtu anawaza
Hata unasikia hapo na vidonda za tumbo. Mtu wa Mungu. Hagai. Mtu anawaza. Anaisha kabisa kwa sababu ya kuwaza. Yaani unawaza, unakosa usingizi, hujui kuna Mungu. Hagai 1:5. Hagai chapter 1 and verse 5. The Bible says, "Now therefore, thus is the Lord of hosts, consider your ways and set your mind on what has come to you. You have sown much, but you have lived little. You eat, but you do not have enough. You drink, but you do not have your fill. You clothe yourself, but no one is warm. And he who earns wages has earned them to put them in a bag with holes in it. Thus is the Lord of hosts. Consider your ways, your previous and present conduct, and how you have fared. Go up to the hill country and bring labor and rebuild my house, and I will take pleasure in it, and I will be glorified, says the Lord, by accepting it as done for my glory, and by displaying my glory in it." Amen. Hiyo kweli, wewe neno hiyo unalijua. Na unalijua vizuri. Hebu angalia uone. Mtu huyu mwenye mawazo mengi. Yeye kazi yake ni kujisumbua tu. Yeye kazi yake hajui kuna mwenye wewe. Mimi nina mwenye mimi na wewe kuna mwenye wewe. Kwa sababu dunia hii kuwekwa ninawekwa. Na ndio nakuta siku zangu zikifika kifo ni ile, kifo ni moja, ulimwengu huu kifo ni moja. Hakuna kifo ya madaraka, usitanganywe ni mtu. Kifo ni kifo, ukiangalia Hebrews chapter 9. Kifo inaletwa moja na watu wanaondoka. Ila huko na mali au huna, watu wanaondoka. Njia ni moja, watu kuondoka. Alisema ni mpaka mtu ambaye amezaliwa ni mwanadamu lazima akufe. Kwa hivyo kifo kiko. Lakini kabla hata huko kwa kifo, hebu angalia mawazo. Inatukura vizuri. Mawazo kutukura. Kukuliwa. Na ukweli unakuliwa ni mawazo. Unajisumbua. Hebu rudia tena. Ndio uone vile mawazo. Mawazo ni mbio. Yes. Hagai 1 mstari wake ni 5. Basi sasa Bwana wa majeshi asema hivi. Angalia huyo kama wewe unajua unasoma Biblia. Bwana wa majeshi. Bwana wa kila kitu. Huyo ni Bwana. Kwa hivyo huyo achezi na nani na hajui boss, hajui ni nani. Hajui wewe, ije ni yule mtu wako chini sana. Hiyo hajui. Hajui mamlaka ya ulimwengu huu. Kwa sababu yeye mwenyewe ndio mkupewa tu. Anakulete. Anakutoa mahali ulikuwa unafikiria huko, anakuleta. Mpaka unaweza kusimama na mali. Kwa sababu kwa hivyo mali ni ya Mungu. Lakini shida iko wapi? Bwana wa majeshi asemaje? Tafakarini njia zenu. Angalia vizuri. Lazima mimi nitafakari njia yangu na Mungu. Nisipo tafakari yes. Mmepanda mbegu nyingi mkavuna kidogo. Hebu angalia vizuri. Tumepanda. Sababu hapa hakuna mtu ambaye hana mawazo. Kila mtu hapa ako na mawazo. Lakini tumepanda mbegu nyingi na mkavuna kidogo. Mnakula lakini hamshibi. Tunapanda mbegu nyingi, tunavuna kidogo. Hebu angalia, tunafanya hiyo kazi kubwa. Tunavuna kidogo. Kazi una shida, unafanya hiyo kazi, lakini kuvuna ni kidogo. Unakula hata hujibi, sababu mawazo yako ikiwa hayapatani na neno la Mungu, unawachwa na hiyo masubuhu, hata ujiba uwezi. Ndio naona watu wengine wanakula chakula mingi,
bado ni karefu tu, kama mtu karefu tu, lakini kakikura, akikura, anaweka sahani mbili unazindwa, lakini sijui kama huko watu wanasema hapo na milioni, si milioni ya mtu ndio mawazo mingi, hiyo ndio inakula. Kwa hivyo ukiona kama mtu karefu achana naye, ngoja karefuke. Yes, mnakunywa lakini hamkujazwa na vinywaji. Kukutwa, mnakunywa kweli, lakini hamujaziki, yani hutosheki. Mnajifunika nguo lakini hapana aonaye moto. Hebu angalia, unavaa nguo hata joto hakuna. Yes, na yeye apata mishahara ili kuitia katika mfuko uliotoboka. Kweli Mungu ni wa ukweli. Katika ulimwengu huu tuna wafanyakazi wengi, mimi nikiwa mmoja. Unakuta mtu yeye unapata mshahara, ukimuuliza kwa sababu unapata mshahara, hii pesa yako inaenda wapi? Hana mbele, hana nyuma. Ndio mtu akifika upande wa uzee, familia inamuuliza, wewe baba, wanaume wale wengine wakinunua Nairobi na wakinunua huko kwingineko, kwani wewe baba ulikuwa wapi? Ukiulizwa hilo swali, sukari inapanda au presha inapanda, kwa sababu hata wewe mwenyewe unajiangalia, unajiona kweli wewe ni wabu, wewe ni bure. Kwa nini bure? Wewe ulikuwa unapewa mshahara yako, mawazo imezidi, kwa sababu hata yule mtu wako kazi, utaona mtu anasema nashukuru Mungu. Watu wanatetea tu mshahara dogo. Hiyo ni wimbo wa ulimwengu huu, na hata ile unapata huna shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo naye yule akipata mshahara anasema mahitaji ni mengi, hii pesa haitoshi. Yeye kwa sababu ya hiyo mashimo ni mengi, akiweka hapa kwa sababu ya vile amezunguka akili, yeye haoni kuna Mungu, na Mungu mwenyewe alisema usijisumbue. Hiyo sheria haijulikani. Mungu mwenyewe akamwambia usijisumbue. In the book of Philippians chapter 4 verse 6 anakuambia nijulishe, unataka nikufanyie nini? Angalia boss, huyo ndio nijulishe, usijisumbue. That is John chapter 14. Baada ya kuambia usijisumbue, badala ya kukaa pale, akakupa solution, nijulishe, unataka nikufanyie nini? Hebu angalia vizuri, usijisumbue. Hiyo ni sheria John 14. Na kwa sababu uko na shida hizi, nijulishe shida zako na nitakutimizia. Nani ana haja na hiyo? Ndio unakuta kwa sababu mimi nakaa dunia hii kama hakuna Mungu. Hebu niambie, nitatoroka wapi? Kuna mahali wengine, nitatoroka niende wapi? Niache Mungu, dunia hii ni ya Mungu. Utatorokea? Hakuna mahali utatoroka. Uende wapi? Dunia hii ni ya Mungu. Kwa hivyo hakuna mahali utatorokea, hata wewe mwenyewe hakuna mahali utatorokea. Na ni kwa sababu haijulikani, ndio mimi huona najikuta pesa mfuko naiweka hapo sijui. Sababu unakuta mahitaji ni mengi. Uliomba nini? Ulimjulisha Mungu nini? Lakini kwa sababu mtu anawaswa tu na kujisumbua, jisumbue tu. Lakini siku baada ya siku, baada ya hii shida nyingi, ndio utakuja kujua kweli kuna Mungu. Akasemaje, tufanye nini? Bwana wa majeshi asema hivi. Sasa vizuri, ndio wewe utende kulingana na vile utaambiwa. Mimi nitende kulingana na vile nitaambiwa. Yes. Tafakarini njia zenu, pandeni milimani, mkalete miti,
mkaijenga nyumba, nami nitafurahia, nami nitatukuzwa, asema Bwana. Angalia, huyo ndio Bwana mwenyewe, mwenye ulimwengu huu. Yule ambaye wanadamu hataki kumjua, wanataka kujua mawazo yao. Yule ambaye inakimbia na haisimami. Ile ambayo umejaribu na unajaribu na bado ni wewe tu. Shida ni hizo zinakulalia. Bwana wa majeshi akasema hivi, sitafakalini njia zenu. Yaani mimi mwenyewe nijirudie, nisikae kama mtu ambaye anajua kuna Mungu. Nisikae kama mimi ndio nilijilete. Utajua si wewe. Hata maandiko yamekwambia mwenyewe si wewe ndio ukitaka kutolewa. Akitaka kunitoa au washauri kwa watu, akiwauliza nini? Mnataka niondoe fulani? Nani huyo? Mungu mumba wewe. Natakumoa kama msumari. Anaenda kwa shamba lake. Kwa sababu wewe ni masaa ya shamba lake. Wewe ni kupanda umepandwa hapo. Wewe hata uko na mahindi, shamba mzima wa mahindi, ni mahali popote wewe unataka. Uingie kwanza mwanzo, uingie katikati kabisa, mwisho kabisa ni wewe. Basi Mungu mwenyewe akatupa washauri. Endeni mlimani mkakate miti, mje mjengee nyumba. Ndio nipate kuishi katika hiyo nyumba. Hebu angalia nyumba ile Mungu anataka tumjengee ni roho zetu, roho yangu ikubaliane na huyo Mwenyezi Mungu. Ndio anatuambia sikia mashauri. Kwenda. Yesu alikuwa kule mlimani akiomba. Na ukweli akaomba. Alikuwa akikesha kule. Ndio mimi nikapata wokovu. Lakini mimi sijui kama mtu anastahili kuomba. Mimi najua tu mambo ile ninataka ni kuamkia. Nayo usipojengea Mungu nyumba, ukiangalia Biblia inasema Mungu haishi hekalu ambaye sinajengwa na mikono ya watu. Hapa andika hivyo, haishi hiyo nyumba inajengwa na mikono. Anataka kuishi ndani ya moyo wako. Na kwa sababu ni ndani ya moyo wako, mimi ndio nina kibarua. Hebu angalia, mimi mwenyewe nina kibarua cha kumpigia Mungu makoti, kwa sababu ninajua yeye ndio mwenye kila kitu. Yeye ako na kila kitu. Kila kitu yako iko na Mwenyezi Mungu. Ndio nimepewa kibali nimuombe. Ndio yeye mwenyewe apate mahali pa kuishi. Si nyumba imejengwa ni watu. Apate mahali pa kuishi ndani ya moyo wangu. Akitapata mahali ya kuishi, anasemaje? Mlitazamia vingi, kumbe vikatokea vichache. Tena mlivyovileta nyumbani nikavipeperusha. Ni kwa sababu gani? Asema Bwana wa majeshi. Ni kwa sababu ya nyumba yangu inayokaa hali ya kuharibika, wakati ambapo nyinyi mmekimbilia kila mtu nyumbani kwake. Basi kwa ajili yenu mbingu zimezuiliwa zisitoe umande, nayo nchi imezuiliwa isitoe matunda yake. Nami nitakaita wakati wa joto uje juu ya nchi na juu ya milima na juu ya nafaka na juu ya divai mpya na juu ya mafuta na juu ya kila kitu itoacho nchi, na juu ya wanadamu na juu ya wanyama na juu ya kazi zote za mikono. Ndipo Zerubabeli mwana wa Shealtieli na Yoshua mwana wa Yesodaki kuhani mkuu pamoja na haya mabaki yote ya watu wakiitii sauti ya Bwana Mungu wao na maneno ya Hagai nabii, kwa Bwana Mungu wao alivyomtuma, nao watu wakaogopa mbele za Bwana. Ndipo Hagai mjumbe wa Bwana katika ujumbe wa Bwana akawaambia watu, roho ya Zerubabeli
Zerubabeli mwana wa Shealtieli liwali ya Yuda na roho ya Yoshua mwana wa Yosadaki kuhani mkuu na roho zao mabaki ya watu wakaenda wakafanya kazi katika nyumba ya Bwana wa majeshi Mungu katika siku ya 24 ya mwezi. Amen. Kweli tumeambiwa unajaribu kukusanya, unalete, unaambiwa ni upepo kwenda. Hata pesa zako ukiangalia sinambi yako toroka. Sitakataa kufanya ile kazi. Ukiangalia watu wa Mungu wale walisikia huo ujumbe wakaogopa, wakaanza kutafakari, wakajua kweli sisi ndio tumemuasi Mwenyezi Mungu. Ndio sasa mambo yote ya kila mwanadamu ikawa imeharibika. Inaharibika kwa nini? Hiyo mawazo, hiyo mbio. Hakuna mtu anataka kukaa karibu na Mungu amuulize, amuombe, mimi nina jambo hili liko kwa mawazo. Hii ni mawazo yangu. Lakini ile jambo nzuri inatokana na wewe. Ukiangalia hiyo jambo ambayo inatokana na Mungu, Mungu akwambie ndio pitia njia hii. Ukweli wa mambo, ile njia utapitia hiyo ya Mungu, hutakutana na adui, hutakutana na vita, utakutana na mambo mazuri. Ndio watu wakaomba, wakajengea. Kwa hivyo akajua sasa tutaomba maarifa, tutatafuta mawaidha kwa Mwenyezi Mungu ambaye ndio baba yetu. Kwa hivyo naye uko pale, wewe ambaye umesikia Biblia Biblia yako hiyo nimesoma ni hiyo. Na hiyo wewe mwenyewe ukifuatilia, usiwe ukafanya jambo hilo umeamuka, wacha kufikiria jambo asubuhi, wachana na hiyo. Utakuta mtego. Na ukikuta hiyo mtego umetegwa, wewe unaingia tu, unanaswa, unatoroka. Na Mungu kwa sababu akiona watu ni waasi, anafunga baraka. Akijafunga baraka watu wa Mungu, na yeye ndio mwenye wewe. Utaenda wapi? Yeye ndio amefungia baraka. Na wewe unafikiri mwezi huu wale watu tuko kwa biashara, tulikuwa tumeona mambo imeanza kuja mazuri. All of a sudden. Mpurukuku wa COVID ndio huyo. Zote zile biashara zilikuwa zimeanza kunawiri, mara moja funga. Kwa sababu ile nafasi Mungu alikuwa ametupa, tutafuta mashauri kwake, sisi hatutafuta. Biashara tena imefungwa. Ikitafungwa, wewe ulikuwa na ajili watu, utawaajiri biashara gani? Unakuta mambo imeharibika. Lakini wale walikubaliana na Mungu, wakaenda kutafuta mashauri kwake, wakamuomba ukweli mazuri. Yule ambaye alikuwa anafunga baraka, anafungulia baraka. Sitaendelea sana, nitatamatisha mahali hapo, ili wewe mwenyewe ujue kweli. Tafuta njia yako na Muumba wako, ukijua mwenyewe si wewe. Mungu awabariki sana, awatendee mema na awatendee mazuri. Amen. Asante sana. Sasa tutarudisha shukrani na tuweze kuomba. Mungu Baba, Mungu rehema, kweli tumejaa tena mbele zako. Tunasema ni asante kwa ajili Bwana. Tulipokuomba tukianza ibada hii, tunashukuru kwa sababu tumefika kikomo. Kweli neno lako limetujia, neno lako limetuonyesha mahali tunapoteza mambo yetu yote kwa ajili ya kujifikiria sisi wenyewe, na tunakosa kuomba mashauri kutoka kwako wewe Bwana. Kweli neno lako liwazi ya kwamba ni jukumu la kila mmoja wetu kujua kwamba wewe ndio Mungu mkuu
na ndio wewe mwenye kila kitu ambacho kimo humu duniani. Na jambo lolote lile tupasavyo kufanya, lazima Bwana tuulize mashauri kutoka kwako, ili na wewe Bwana ukatuongoza kadri na vile mapenzi yako yalivyo. Tunasema ni asante kwa sababu ya hilo neno, kwa ajili kila mmoja wetu hulauka akiwa na mawazo mingi na kukimbia hapa na pale, lakini Bwana mapato inakuwa ni kidogo. Lakini sio ya kwamba hatujui, lakini tunasahau Bwana. Tunaomba Bwana kwa kila mmoja wetu ambaye amesikiza hilo neno, kila mtu akawa anaomba mashauri kutoka kwako, na ili Bwana ukatuelekeza katika ile njia wewe mwenyewe unaona ni sawa. Bwana, tunasema ni asante kwa hilo neno, na tunashukuru jina lako na kusema ni asante Bwana. Naeka mchungaji wetu mbele zako, bariki na muinue Bwana. Tena Bwana bariki msikilizaji wote ambaye amesikiza hilo neno kupitia mahali popote aliyokuwa amelipata kupitia kwa mtandao Bwana, ili kila mmoja wetu tukakaa tukulitafakari, na ile neno Bwana likakaa ndani ya roho zetu, ili kila dakika na kila sekunde Bwana kila mmoja wetu tukawa tunaliwaza. Na kwa haya mengi Bwana tunashukuru na tunasema ni asante. Tunapotoka hapa, andamana nasi Bwana, ili Bwana kila mmoja wetu kirudi mahali aliyotoka, ukawa ndio utakuwa kiongozi na ukatuongoza kadri na mapenzi yaliyo yako Bwana. Kupatana wakati mwingine Bwana imo tu mkononi mwako, na ndiposa twasema ni asante na ni asante na ni asante Bwana. Ni katika jina lako na Bwana Yesu Kristo na Roho wako Mtakatifu tuomba na kuamini. Amen.